Kwenye kisiwa cha Bioko katika ghuba ya Guinea, Papa Leo wa 14 amekaribishwa na Rais Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Mkutano huo umehudhuriwa na Teodoro Nguema Obiang Mangwi, anayejulikana kama Theodorin, ambaye ni mwana wa rais na pia ni makamu wa rais. Katika ikulu ya rais, Papa amezisihi mamlaka nchini kutathmini njia zake za maendeleo na fursa chanya za kujiweka katika jukwaa la kimataifa katika huduma ya sheria na haki. Kiongozi huyo wa Wakatoliki duniani ameelezea kusikitishwa na tofauti kati ya watu wachache dhidi ya wengi imeongezeka maradufu, huku nchi ikiwa imezama katika ufisadi. Ameeleza kipindi hiki kimegubikwa na migogoro ambayo husababishwa na unyonyaji wa rasilimali za mafuta na madini unaotokea bila kujali sheria za kimataifa au uhuru wa kujitawala. Nchi yako isisite kutathmini njia zake za maendeleo na fursa chanya za kujiweka ngazi ya kimataifa katika utumishi wa sheria na haki. Inadhihirika zaidi leo katika miaka ya nyuma kwamba kuenea kwa migogoro ya silaha mara nyingi kunachochewa na unyonyaji wa rasilimali za mafuta na madini unaotokea bila kuzingatia sheria za kimataifa au kujitawala kwa watu. Katika siku za mwisho ya ziara yake nchini humo na barani Afrika kwa ujumla, Papa Leo ametembelea gereza la Bata linalojulikana kwa hali yake mbaya nchini Guinea ya Ikweta. Papa amezuru gereza hilo linalopatikana jiji kubwa zaidi na mji mkuu wa kiuchumi nchini humo katika siku ya pili na ya mwisho ya ziara yake nchini humo na barani Afrika. Amekutana na wafungwa katika kituo kinachokosolewa na wataalamu wa haki za binadamu kwa msongamano mkubwa wa watu, uchafu wa mazingira na unyanyasaji wa wafungwa. Aidha, amezungumza na vijana katika uwanja wa michezo wa Bata na kutoa heshima kwa waathiriwa wa ajali ya moto ya mwaka 2021 katika milipuko ulioua watu takriban 100 na kuwajeruhi 600. Mbali na Bata, jiji kubwa zaidi na mji mkuu wa kiuchumi nchini humo, Papa ametembelea Mongomo karibu na mpaka wa Gabon, akifanya misa na kutembelea shule za Kikatoliki. Mimi ni Zainabu Mlawa wa UFM Radio. UFM.